So huku tutaendelea kwa mahali tulikuwa tumeacha. Tulikuwa tumefika hapa kwa HTML. Tulikuwa tutaendelea kutoka kwa HTML. So kuna mahali tulikuwa umefika, umeitengeneza website yako, umeiweka zile tags tulikuwa tumeanza nazo, but mimi sitaanza kutoka huko, nitaanza kutoka mwanzo. Ili kama huko umeshika vizuri, utaanza kutoka hapo. Utaanza tena upya kutoka hapo, lakini wewe mahali umefika haina shida. Utaiangalia wenye labda wanaanza fresh, utaiangalia kama huko umeshika mahali, you can catch up from here. Utaanzisha huku. So ulikuwa umecreate your folder, ukasave mahali popote. Mimi nilikuwa nimesave yangu kwa desktop. So kutoka hapa nitakuja huku kwa left, bali nimesema file, nika-upload my file. Lakini mimi nitakuja nikiclick huku, nita-create document inaitwa index in small letters .html. Save na .html kwa sababu hii ni HTML document. Inaambia hii ya kwamba ni HTML document. So kutoka hapo nitaanza document yangu na doctype. So doctype ni kwamba hii ni HTML document kwa tumeanza. The second thing ni HTML, vile kulikuwa tumesema hivyo HTML, alafu kutakuwa na head nyingine, alafu kukuja tukasema body tags. But hapa kwa header tulisema kuna vitu zingine ambazo tutaziongezea. Sasa kwa leo tutaendelea kuzungumzia hizi elements zingine ambazo tutaziongeza hapa kwa header. Kwa mfano kuna meta. This meta ya kwamba inatusaidia wakati wa CSS wa responsive. Unaipata kuna websites siku hizi zote si responsive kwa mobile fashion, laptop fashion na wider screen. So hizi inatumika hapo, unaiambia unaitumia parser set UTF height. Hiyo utaiweka tu venye hiko hivyo. Alafu kuna meta tags zingine pia kama vile meta name. So hizi ni examples za meta ambazo siko hapa. Kuna author, so nitatumia name author, alafu utaweka huku content Moses website. Author like Moses, utaweka tu venye wewe unahitaji. So haina different, utaweka jina yako, author na content. Alafu kuna meta nyingine ambayo tutaiweka ni meta utatumia name, description, kuna content, this page contain, ina contain like kitu ambayo najifunza na kwa website. So utaendelea useme this page contain everything learn kutoka kwa website. Hawa tuseme just andika kitu yote ambayo wewe unalearn kutoka kwa website development. Website development page. Sasa hii ni title ambayo tutaiweka hapo. Tulisema vitu vingine ambavyo tutaiweka hapa kwa header, kwa mfano ni title
Unaona title iko na opening and closing tag. So nasema my first website, yeah, ama my website yangu ya kwanza kama unatumia Kiswahili. Kitu nyingine ambayo tutaweka hapa ni link ya CSS. Tulisema CSS tutakuja kuiangalia. Umeona vile iko connected na CSS already. You click enter, itakuconnect. So hii link unaiona hapa inamaanisha ita-connect kwa document yetu ya CSS. So ukikuja huku we create CSS, urudi huku utai create CSS, utaisema style CSS. So ni external CSS external link. So kitu nyingine ambayo tutakuja kuiweka huku kwa mfano tutaitumia JavaScript, tuseme scripts kama vile JavaScript. So tusema main.js, but JavaScript sana lazima iweko huku chini, lakini ukiweka hapa juu make sure umeitumia hii tag kama divar. Ukuja kuiona baadaye why. But JavaScript kama huwezi kutumia divar, make sure umeiweka huku chini ya website yako. Ini kuilink external. Tutakuja tuiangalie baadaye how to link website internally, externally. Yeah. So internally, external link. So tutakuja kuziangalia. Kwa sasa hizi ndio ni examples za tags ambazo tunaziweka kwa head. Alafu tukuja huku kuna nyingine kama vile link. Hizi za links. Hizi examples zingine za links ambazo utaziweka huku. Kwa hivyo hizi ndio ni za muhimu ambao mtu anafuata tutatumia kwa sasa. So tukikuja huku kwa body tulisema tutaangalia kwa mfano H1, tukaangalia H1, H2 inafika H6. Ukitype H1 itakupa tu zote ambazo siko H1, H2, H3, H4, H5, H6. So hebu tutumie hiyo H1, sema hello wacha tutumie Kiswahili, habari dunia. Yes, umeiona habari dunia. Hii ni H1. Tukasema tukaangalia paragraph. Hii ni website yangu. So tukakuja tukasema utaipreview kupitia hapa. Click here, utaiona ndio imekupatia hapa. How ukija uklik go live hapa chini itakupa pia go live. Umeiona huku go live, hiyo website yako imeenda iko online sasa. So your website is online na ina run kwa hii port 127.0.15500. So hiyo ni website yako iko live sasa, yeah, but sio live kwa mfano hujaweka mtandaoni, hakuna watu wataweza kuaccess online, wewe mwenyewe utaweza kuiaccess. So inamaanisha iko online hapo. So kwa leo tutasimama hapo. Hizo ni vitu ambavyo nilikuwa nataka kuidiscuss, vitu vyote ambazo tunaziweka hapa kwa head. So tukirudi next lesson tutaendelea kuangalia, tutaendelea kubuild website yetu. Kwa mfano tutaangalia tags zingine ambazo tunaziweka. Tutaendelea na whole tags sasa kwa body tutaendelea kubuild hii website. Tuangalie other things ama other tags ambazo tunaziweka huku, other elements ambazo tutaendelea kuiweka huku kwa website yetu inside the body. So
Endelea kuiangalia zile H1, H2, H3, H4, H5, endelea kuibuild. Venye unaweza kuendelea kuweka website yako, ni nini zingine ambazo unasiweza kusiweka huku ndani ya website yako. So hizo ni vitu unafaa kuendelea kuiangalia pole pole. So unafaa uangalie kitu kingine kama H1, HR. Hizi ni horizontal line. Ukiangalia nimeclick hii tu ni aina self closing tag venye tulikuwa tumesiangalia. Kuna ingine ya close na kufunga. So HR hizi ni line, umeona ime horizontal line huku. Website yako sasa hivi iko na line ambayo umeiona. Hiyo nimeitumia hii HR. So hiyo inamaanisha hivyo. So kuja kwa tukija tukiangalia H2 nyingine, kama niko tayari kujifunza development. So ni H2, hiyo ni H2 yangu. Unaweza itumia pia kumbuka ile HR yetu, utaiklik hivyo, itaweka line nyingine. Hii paragraph, type paragraph yako kile unataka kuiweka hapo. So hii ni website yako, umeiona hivyo. So endelea kuiangalia how to continue, endelea kuibuild hii website venye unafaa kuibuild. Tukirudi lesson 3, tutaangalia vile vitu zingine ambazo tutaangalia saa element in details, elements zote ambazo tunafaa kuweka hapa kwa website yetu. Kwa hivyo asanteni sana. Nashukuru. Subscribe, like, comment, share pia na wengine ambao labda wanataka kujifunza web development. Hii ni lesson nzuri sana kwa wale wanaanza learn web development. Kama unataka ku build your websites, hapa ni mahali pazuri sana kuanzia. Nashukuru. Asanteni.